Mtazamaji wa Pendo TV, kwa mara nyingine tena nimerejea mimi wewe Pendo, na nimekuja ili tukaweze kuzungumza, tukaweze kuwasiliana. Ni matumaini yangu ya kwamba mahali popote ulipo ubweri wa afya, hujambo na usalama. Nimekuja ili tukaweze kuintroduce mjadala wa leo. Leo nataka kuongea juu ya nini? Nataka kuongea utamu wa kutazama mrija ama utamu wa kutazama mboo inapoingia ikitoka wakati wa kuvumbulana. Utamu wa kuitazama wakati inaingia ikitoka, wakati wa kutazama uume unapoingia ukitoka wakati wa kuvumbulana. Unajua, hapa najua kwamba naongeanga na watu wazima, siongeangi na watoto hapa. Kwa hivyo nikiongea haya mambo najua kwamba ni watu wazima ninazungumzia. Mwanamke wewe, pengine unaendanga mahali pale umezima taa, hautaki kuona. Mara mingi naambianga wanawake, wacheni tabia ya kuwa mnazima mnazima stima wakati mnaenda kuvumbulana. Please, ni vizuri unawasha stima, ndiposa hata hiyo stima inafanyanga nini? Inafanyanga mpaka mtu wako anafutiwa na wewe, yani anakuona kimasomaso, mnaangaliana, mnatazamana. Kwa hivyo hapo hakuna nini, hapo hakuna mambo ya kujificha ule mwingine. Sijui ni nani aliwaambia mapenzi ya giza yanakuanga matamu. Hili jambo ninawaambianga ni jambo nzuri, jambo ambalo hata Mungu anatambua. Amuoni ya kwamba ni jambo nzuri na hakuna haja ya kufanyia hili jambo kwenye giza. Ni vizuri kulifanyia kwenye mwanga. Na wakati mwingi nawaambianga wanawake, ni vizuri kujua ni kitu kipi hicho ambacho kinafanya kinaingizwa ndani yako, kwa sababu wengi hawajuangi. Hata unaweza ingizwa miti bila kujua, unaweza ingizwa nini, unaweza ingizwa chupa bila kujua. Kwa hivyo ni vizuri hata wakati unafanya hivyo unaona, na ni vizuri wakati unafanya hilo jambo at least unaangalia, unajua nini inafanya, nini hii inaingia. Huo ndio mjadala wetu wa siku ya leo. Lakini kwa mara nyingine niwakumbusha kwamba ni mimi wenyu Pendo TV. Ningewaomba tu kubali kushare, kulike na kusubscribe katika channel yangu, na mfinye kengele, ndiposa wakati nitaweka video ukaweza kuwa wa kwanza kufikiwa na hiyo video, ukaweza kuwa wa kwanza kuitazama. Na ukipatana na video yangu ni vizuri ukaweza kushare na mwenzako ili akaweze kufurahia. Share na watu wengi ili pia wakaweza kusaidika na wakaweza kufurahia. Na wewe uko mahali pale na uko na shida ya erectile dysfunction, uko na shida ya low libido, uko na shida ya arthritis, uko na shida ya kisukari, uko na shida ya pressure, uko na shida ya fibroids, nipigie simu, nambari yangu iko mahali pale, kwa sababu Grass International tumekuja na dawa ambazo zinakusaidia wewe ambao unaumia, wewe ambao uko na maumivu, wewe ambao uko na shida ambao unataka kutatua. Tumekuletea dawa za kutoka China ambazo ni supplements. Ukikunywa zinakusaidia maisha yako, unaweza kuangalia maisha yako, unaweza kujua vile afya yako inaendelea. Kwa hivyo kama uko na hii shida, tafadhali nipigie simu, nambari yangu ya simu iko pale, ili tukaweze kujadiliana na tukaweze kusaidiana jinsi tuwezavyo. Karibuni tena na mjisikie mkiwa nyumbani, kwa sababu hapa ni nyumbani. Sasa siku ya leo, kama vile nimesema, nataka kuzungumzia utamu wa kutazama mrija unapoingia ukitoka. Wakati mwingi wanawake wengi sijui tunakuanga na haraka ya nini. Mwanaume amekuja mahali pale, amejitayarisha vizuri, anataka mvumbulane, lakini wakati anaingiza tu hivi unaanza kumwambia atoe. Unamwambia atoe aende wapi? Wakati wa kuvumbulana si wakati wa kumwambia mpenzi wako atoe. Si wakati wa kumwambia mpenzi wako atoe uume. Huo ni wakati sasa wako wewe kama mwanadada. Huo ni wakati wako sasa wewe kama mama, kama mke. Huo ni wakati wako sasa wa kuangalia jinsi mechi inavyofanyika. Ni vizuri kushabikia mechi. Unajua, mnapoenda uwanjani kucheza mpira kuna kuangana mashabiki ambao wanashabikia. Kwa hivyo hata wewe mwanamke unafaa kushabikia hili jambo. Wakati mumeo anaingiza bao, unafaa kufanya nini? Unafaa kulishabikia. Lakini wengine wanaenda tu mahali pale, utaki kushabikia, utaki kukosoa, utaki kufanya nini, umenyamaza tu hivyo. Na ni maana nimekuja kusema ya kwamba nitaongea juu ya hili jambo, umuhimu ama utamu. Sijui kama unajuanga utamu wa kutazama mboo inapoingia ikitoka. Kuna kuanga na utamu mzuri sana. Mume wako ameingia mahali pale, ameanza kufanya nini? Ameanza kuchochea. Ni vizuri wewe ukiwa mwanadada na wewe unajinua. Ukinajinua hivi, ukitazama, ukifanya nini, ukiangalia uone ni nini inafanya nini inaingia. Na kuambia hakuna kitu kitamu kama hicho. Kwa sababu unaona vile anavyoingia akitoa, anavyofanya nini, ingiza akitoa, anavyoingiza akifanya nini akitoa.
Na kuambia hata mwanadada unakuanga na raha ingine, unasikianga raha ingine, nyege zinaongezeka, zinakuwa mingi, hisia zinaongezeka, zinakuwa nyingi. Uwezi linganishwa na ule mtu hata ajue anaingizwa nini, kwa sababu wewe unatazama na kuambia nyayo zako zinainukanga, zinakuwa mingi, zinaongezeka, unahisi ule utamu wa kuvumbulana. Unapotazama jinsi uume unaingia, hisia zako zinaamuka, hata kama zilikuwa haziamuki, hisia zako huamuka. Kwa hivyo kutazama kunasaidia mpaka hisia zako zinafanya nini? Zinaamuka. Unapotazama lile jambo, kuna kitu kinaitwa endorphins na dopamines. Hizo zinafanya nini? Wakati endorphins na dopamine zinafanya nini? Wakati unaangalia hivyo vile anavyoingiza akitoa, huwa inafanya nini? Huwa ina trigger endorphins na dopamine kufanya nini? Yaani zina boost mood yako, unakuwa na ule moods. Because kwa sababu ya nini? Kwa sababu endorphin na dopamine zinasaidianga kufanya nini? Zinasaidianga kuboost hisia zako. Unasikia ni hisia zako zimepanda, zimekuwa za juu sana, zinakuwa boosted. So wakati unaangalia uume ukiingia ukitoka, uume ukiingia ukitoka, ina release hiyo hormone inaitwa dopamine na kitu kinaitwa endorphins, huwa zinakuwa released. Na hizo hormones zinafanya nini? Za kufeel good. Unasikia utamu, unasikia raha, they are feel good hormones zinakuwa released. So unaona umuhimu wa kutazama wakati uume unaingia kufanya nini? Uume unaingia ukitoka. Nani alisema wakati wa kuvumbulana kuna aibu? Hata sasa unaona aibu. Na by the way kuna watu hata wenye hajaiwa na hata mume wake, ume wake unakaa namna gani? Bwana, shika hiyo kitu. Hiyo kitu ni nyama tu kama hii nyama nyingine. Shika bwana, sungusha vizuri, iangalie, iadmire, uangalie vile uitamani, uangalie vile inafanya, vile inakaa. Ati wewe ukitaka kuuzwa na mume wako lazima uzime taa kwa sababu hutaki kuona. Ni vizuri kuona, by the way. Ni vizuri kuona. Hiyo kitu ni yako, hebu itazame vizuri. Na ya mume utazame hii kitu vizuri kwa sababu kipochi manyo kitazame vizuri kwa sababu ni chako. Hata ukiweza chukua kinyozi uanze kunyoa. Nyoa polepole ukipunguza nini? Ukipunguza manyoya. Sijui kwa nini huwa mnaogopana. Nani alisema tendo la ndoa lazima lifanywe kwenye giza? Mambo mabaya ndio yanafanywa kwenye giza. Ili tendo hata Mungu amelitambua. Msio mnalifanyia kwenye giza. Wakati mko kwa nyumba msio mnalifanyia kwenye giza. Akisheni taa, akisheni stima. At least unaona ni hata ukikula chakula, upeletewa kwa mesa chakula kwa mesa alafu nazima taa. Hapana. Ukiletewa chakula uweze kulia kwa giza, lazima uangalie usije ukamese mende. So likewise tu nini? Kuvumbulana. Wakati unachangamkia hii kitu bwana, changamkia kama taa iko sawa. Muonane naye vizuri. Ujue unaingiza wapi. Unaweza naye kuingiza upande mwingine, unafikiri ni huko, kumbe sio huko, umeingiza upande ambao hufai. So ni vizuri wakati unafanya hili jambo lichangamkie ukiwa uko nini? Ukiwa uko free. Wacha kufanya ni kama uko na wasiwasi, ni kama unajificha. Unajificha nini? Mtu ni wako, mke ni wako, mume ni wako, changamkie hii kitu. So utamu wa kuangalia mwanamke, utamu wa kuangalia mumeo anapoingiza akitoa. Anapoingiza akitoa. Na kuambia kuna kuangana raha. Anaingiza akitoa polepole. Anaingiza tu, unatazama tu akiingiza. Unatazama tu akiingiza, akirudisha, akiingiza, akirudisha. Hakuna raha inakuanga kama hiyo. Kama wewe ni mtu mwenye utazamangi, kuanzia leo hebu anza kutazama mume wako akifanya. Inuka, jinue. Anza kuitazama vile anafanya. Kwa sababu kuna seli mzuri kama missionary, kwa sababu missionary wakati mnafanya utaweza kujinua, utajishikilia unafanya na uinuke kidogo uangalie uone nini anafanya. Ni vizuri kutazama kwa sababu hisia zako zinafanya nini? Hisia zako zinainuliwa. Pia inasaidia ukajua mwili wako una respond namna gani. Kuangalia vile uume unaingia ukitoka inasaidianga kujua mwili wako una respond ama hau respond. Kuna mimi hata mwanamke hata akijaribu kufanywa mwili wake huwa respond. So ni vizuri unatazama kwa sababu ukitazama utajua kwamba mwili wangu unapokea ama haupokei. Mwili wangu una respond ama hau respond. Kwa hivyo wanawake nataka kuwahimiza ni vizuri unaangalia, usionaogopa uume. Ume ni wa kukufanya usikie utamu, si wa kufanya nini? Si wa kukufanya usikie uchungu, ni wa kukufanya usikie utamu.
Kwa hivyo ni vizuri kutazama jinsi unavyoingia, jinsi mpenzi wako anapoingiza akichomoa, anapoingiza akichomoa. Ni vizuri kutazama vile anafanya. Kwa hivyo nataka kuambia hakuna utamu ulioko kama kutazama wakati mpenzi wako, mume wako anaingiza uume wake akiutoa. We mwanamke, ni vizuri unatazama, jinua wakati mwingine. Hata wewe sasa kuwa participator, unataka kuangalia uone vile anaingiza akifanya nini, vile anaingiza akitoa, vile anachochea akitoka, vile anachochea akitoka. Hata wewe shabikia nini? Shabikia kuvumbulana. Kuvumbulana si mwanaume peke yake anafaa kufurahia, si mwanaume peke yake anafaa kushabikia. Hapana, hata wewe mwanamke unafaa kushabikia, ili mkaweze kuleta huo utamu, hizo hisia zikaweza kupatana, hiyo connection ikaweze kuwa tight. So nafikiri siku ya leo kuna mtu ambaye nimezungumzia, na ninajua kwamba umeelewa na umesikia vile nimesema. Ukiwa mwanamke, nikiwa mmoja wao, ni vizuri tu tunaangalia jinsi uume unaingia ukitoka, kwa sababu hakuna utamu unaoshinda huo. Nitafikisha hapa siku ya leo. Kwa mara nyingine, ni mimi Wenyu Upendo TV. Hapa huwa analeta topics, mijadala ambayo itatusaidia. Inakusaidia wewe mwanamke, inakusaidia wewe mwanamume. Wakati mnaenda kuvumbulana katika ndoa yenu, inawasaidia jinsi mnastahili kukaa na jinsi mnastahili kushabikia haya maneno. Na nawaambia kwamba kuvumbulana ni kitu cha maana sana, na kuvumbulana ni kutamu. Hakuna kitu kitamu duniani kama kuvumbulana. Kwa hivyo mimi ninasemanga watu waendelea kuvumbulana, kwa sababu hata Biblia inasema kwamba msinyimane, na ni kwa wanandoa msinyimane. Tafikisha hapo siku ya leo. Kwa mara nyingine niwaambia kwamba ninawapenda, na huwa ninafurahi sana, ni kwa sababu ya support yenu, kutazama, kuangalia, kunipigia simu, kuacha comment, kushare. Huwa ninafurahi sana. Wacha nifikisha hapa jioni ya leo. Mungu awabariki sana. Shalom, shalom, shalom.